Mwenyekiti wa kamati ya ligi kuu Tanzania bara Steven Mgoto na katibu wake mkuu Almasi Kasongo wamejihuzuru kunako kamati ya ligi kuu kufuatia kwa barua ambayo imeandikwa na klabu ya Young Africans kuwataka viongozi hao wawili wajihuzuru. Moja kati ya taarifa ambayo ilitolewa kwa umma kunako klabu ya Young Africans mara baada ya kushikilia msimamo wake ule ambapo waliainisha baadhi ya vitu ambavyo wanavihitaji vifanyike, na vitu hivyo walivyoviainisha kwamba vinatakiwa vifanyike kunako kunusuru soka la Tanzania ni pamoja na kuwataka pamoja na kutokuwa na imani na uongozi ambao unaongoza kamati ya ligi kuu ya uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara chini ya mwenyekiti wake Steven Mgoto pamoja na katibu wa bodi hiyo Almasi Kasongo. Kwa namna hiyo Young Africans wakawataka wajihuzuru viongozi hawa ili kunusuru soka la Tanzania ambalo limetengenezwa kwa muda mrefu. Bana, moja kati ya taarifa ambayo kwa sasa inaendelea ku happen na kutrend sana kwenye mitandao ya kijamii ikiwataka viongozi hawa wajihuzuru, lakini pia Young Africans wapate ushindi wa alama 3 pamoja na mabao 3 kutokana na kutofuata kanuni za kuahilishwa kwa mechi ambayo ilitajwa kuchezwa tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, mechi namba 184 ambayo ilitakiwa kuwakutanisha Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, ambapo mechi hiyo iliahilishwa kutokana na sintofahamu ambazo zilitokea mapema jioni ya tarehe 7 kutokana na vurugu zilizofanyika kuwazuia Simba Sports Club kutofanya mazoezi ya mwisho kuelekea kwa mechi tajwa. Basi Simba Sports Club waligomea mechi hiyo na kutoa taarifa kwa umma kwamba hawajapendezeshwa na kitendo kilichofanywa na watu ambao waliaminika kuwa ni wafuasi wa klabu ya Young Africans kuwazuia wasiingie kunako uwanja wa Benjamin Mkapa ambapo mchezo huo ulitakiwa ufanyike. Na kutokana na ghasia hiyo, basi Simba Sports Club wakaandika taarifa kwa umma kwamba hawatapeleka timu uwanjani katika kuhakikisha mchezo huo unafanyika. Lakini kwa taarifa zilivyokuja kufuatiliwa, inaonekana kwamba Simba hawakutoa taarifa kwa kamishna wa mchezo na hata meneja wa uwanja hakuwa na taarifa kama Simba wataenda kufanya mazoezi kunako uwanja huo. Kwa hiyo watu ambao Simba Sports Club waliwazania kuwa ni viongozi na makomando wa Yanga basi waliwazuia kuingia uwanjani kufanya mazoezi kutokana na sababu hiyo. Lakini kwa taarifa zinazoenea kunako mitandao ya kijamii zinasema kwamba watu hao hawakuwa mabodyguard wa Yanga bali walikuwa ni walinzi wa uwanjani hapo, ambapo waliwazuia Simba Sports Club kutokuwa na taarifa yoyote ya kwamba Simba watakwenda kufanya mazoezi kunako uwanja huo. Basi kutokana na hayo yote yaliyotokea, mechi iliahirishwa kutokana na taarifa ambayo ilitolewa kwa vyombo vya habari na kamati ya uendeshaji wa ligi chini ya mwenyekiti Steven Mgoto na katibu Almasi Kasongo. Ilitoa taarifa kuwa mechi hiyo namba 184 ambayo ilikuwa inawakutanisha Young Africans dhidi ya Simba Sports Club imeahirishwa na haitafanyika siku hiyo ya tarehe 8, licha ya kwamba ofisi hiyo ya uendeshaji wa ligi mapema iliweza kutoa taarifa ya kuwa mchezo huo utakuwepo. Kwa hiyo mashabiki na wapenda soka waendelee kukata tiketi na mashabiki waweze kuingia uwanjani. Lakini masaa machache baada ya taarifa hiyo ilitoka tena taarifa ya kuahirishwa kwa mechi hiyo. Basi kwa namna hiyo Young Africans wamekuwa hawana imani na uongozi wa kamati ya uendeshaji wa ligi kuu chini ya mwenyekiti wa kamati hiyo Steven Mgoto na katibu Almasi Kasongo. Kwa nukta hiyo Young Africans wanawataka viongozi hao wawili wajihuzuru ili kuhakikisha kwamba wanateuliwa viongozi wengine ambao watakuja kusimamia kanuni na sheria za uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia TFF wana nini cha kuzungumza? Na TFF ndo baba wa mpira wa miguu hapa Tanzania. Mpaka sasa ofisi ya TFF haijatoa taarifa yoyote tofauti na taarifa ambayo
imetolewa mapema asubuhi hii ya kufungia baadhi ya viwanja ambavyo vimekosa sifa za mashindano. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limevifungia viwanja vya Jamhuri, Dodoma CCM Kirumba pamoja na Liti Singida kutumika kwa michezo ya ligi kuu kukosa vigezo vya kikanuni na sheria ya mpira wa miguu. Miundombinu ya viwanja hivyo havikidhi matakwa ya kanuni na kutoainishwa kwenye masharti ya kanuni ya leseni za klabu. Kufuatia uamuzi huo, timu zinazotumia viwanja hivyo kwa michezo ya nyumbani zitalazimika kutumia viwanja vingine kama kanuni inavyoelekeza mpaka viwanja hivyo vitakapofunguliwa baada ya kufanyiwa marekebisho na kukaguliwa na TFF. TFF inawakumbusha vilabu vyote kuendelea kutunza miundombinu na kuboresha viwanja. Bana, hii hapa taarifa imetoka mapema kutoka kwa afisa habari na mawasiliano wa TFF Machi 10, 2025, lakini tulitegemea sana kupokea taarifa kuhusiana na mechi hii ambayo iliahirishwa ya klabu ya Yanga wakiwakaribisha Simba Sports Club, licha ya kwamba Young Africans wamegomea hawatapeleka timu uwanjani kwa sababu kanuni zinatakiwa zifuatwe, na kama endapo kanuni zitasimamiwa vizuri basi Young Africans watanufaika kwa ushindi watapewa pointi 3 na magoli 3 kama kanuni jinsi ambavyo inawataka, kwamba klabu ikigomea mchezo bila sababu maalum basi timu ambayo haijagomea mchezo watapewa ushindi huo. Lakini pia tukirejea siku ya tarehe 8 mapema baada ya taarifa hiyo ambayo ilitolewa kwa vyombo vya habari kutoka kamati ya uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara, basi Young Africans wao walijiziba masikio na wao walipeleka timu uwanjani na kuhakikisha wanafuata taratibu zote za kimichezo, licha ya kwamba taarifa ya kuahirishwa kwa mchezo huo ilikuwa imeshatolewa na Young Africans tayari walikahidi taarifa hiyo, na wao walichokifanya ni kwenda uwanjani, walipeleka timu na kufuata taratibu zao zilizofuata kuhakikisha kwamba mechi hiyo inaenda kuchezwa, licha ya kwamba taarifa ya kugairishwa kwa mechi hiyo ilikuwa imeshatoka. Bana, taarifa za kuahirishwa kwa mchezo huo zilizua sintofahamu na taharuki kubwa kwa mashabiki ambao walikuwa wametoka sehemu tofauti kuja kuangalia mchezo huo wa dabi, ambapo wao wamewatupia lawama bodi ya ligi na TFF moja kwa moja, na tumepita katika mitandao ya kijamii hasa katika machapisho mengi ambayo pia wamewatupia lawama bodi ya ligi pamoja na TFF, na wengine wanaenda mbali zaidi wakiwataka viongozi wanaosimamia hizi mihimili miwili basi waweze kujihuzuru kwa kukosa sifa ya kuongoza mpira wa miguu hapa Tanzania. Mambo yanaendelea kuwa mengi sana, na mimi nikasema nikuletee taarifa hii ili uweze kujua ni nini kinaendelea mpaka leo Machi 10. Hakuna chochote kinachoendelea kufuatiwa kwa mechi hiyo kuahirishwa ambayo ilitakiwa ichezwe Machi 8. Siku 2 sasa zimepita, hakuna tamko lolote na hakuna taarifa yoyote, na wala TFF na bodi ya ligi hawajapanga tarehe ambapo mchezo huo utachezwa. Ni dhahiri shahiri kwamba unaona kabisa ni vitu bado vinavutana, na kwa taarifa tulizo nazo Young Africans wamegoma kuketi chini na TFF kuhakikisha kwamba wanapanga tarehe nyingine ya mchezo huo na kutatua migogoro na sintofahamu iliyopo katikati hapa. Young Africans wameshikilia msimamo wao kwamba wao walifuata kanuni na taratibu zote za mechi hiyo, basi wao wanalazimika wapewe ushindi na magoli 3, wapewe pointi 3 na magoli 3 kama kanuni inavyoelekeza. Bana, kwa taarifa zote utakuwa unazipata hapa H-Nut Media. Cha kufanya wewe ni kuhakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe kwanza kupata taarifa punde tu tunapokuwa tunakuletea hapa kuna TV yako pendwa ya H-Nut Media. Bye bye.